Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Kwa majina mimi naitwa kwa jina Sheikh Abdul Shakur Shukrani Biarufu Isa, niko imam chef d'entité ya communauté islamique, imam chef d'entité provincial ya Uislamu hapa katika Ituri. Naam, kuhusikana na mambo ya Idi, mimi nafikiri kama mnavyojua Ramadhani inachukua 29 au 30 jours. Inategemeaka na mwezi. Na tukiangalia kwa siku ya leo tayari tushafikisha 29 jours. Kama leo magharibi, jioni ya leo itaweza kuandama mwezi, ni maana kesho dimanche itakuwa siku ya kuweza kufungua au kuweza kumaliza kifungo cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kama mwezi haikuonekana, tutakamilisha 30 jours, siku 30. Kwa hiyo Idi itasaliwa lendi. Hiyo ndio mpangilio ambao kwamba ipo. Na baada kikao cha maulama, walimu wa Bunya wote kwa ujumla, kwa kuafikiana, tuliafikiana kwamba kudumisha umoja na upendo na undugu ya Uislamu, tutasalia sisi wote kwa fasi moja. Na hiyo tutasalia katika kiwanja chetu cha msikiti wa Sayo kama kawaida yetu. Kuanzia pale asubuhi 7h 7h30 inabidi watu waanze kufika mapema, kwa sababu ni Idi ya kufuturu, Idi ya kufungula. Watu wanatokaka hali ya kuwa wanatakiwa kuweza kufungula mapema, walikaa siku 13 au 30 jours katika saumu. Kwa hiyo wanaenda warudi wafurahi rejoicence kama inavyokuaga kawaida. Na kama ilivyopangwa cette fois-ci, kutokana na hali ya mwili, kutokana pia na furaha kama vile wazazi, kama vile wazee, tulipendelea cette fois-ci mara hii tuweze kupatia vijana wetu ambao kama wamesoma kwetu na wengine tumekuwa nao pamoja, tumeona nafasi pia tuwape na fursa ya kuweza kuwazungumzisha Waislamu ili watu wafurahi. Ndio maana alichaguliwa mashekhe wawili katika wale mashekhe hapa Bunya, ili watu wote waweze kufurahika, isionekane huyu anatengwa ama huyu ndio anachaguliwa. Kwa hiyo Sheikh Hafidh Ramadhan kama mnavyomjua, imamu hapa Mosque wa Ville, ataswalisha swala paske daire kwa hafidh na hifadhi Qur'an al-Karim. Na Sheikh Hemedi Ahmad ambaye kwamba ni mmoja katika imam wa mosque yetu hapa inaitwa Al-Huda au hapa kwenye prison, pia ni adjoint katika wasimamizi wa region islamique ya Bunya, ambaye kwamba anaangalia maendeleo, atatoa hutuba au atahutubia watu katika mji ambao kwamba Bunya kwenye anasimamia. Na sisi wengine kama wazee tutakuwa na wao pamoja, tuweze kufurahika na Waislamu wote kwa pamoja. Kama mnavyojua, nchi yetu iko agressée au kuna insécurité grandissante ambayo kwamba inaonekana katika province yetu. Alors, ilikuwa à cette occasion kusikia wito ya wakubwa, lakini pia organisation interne ya communauté islamique ilipendelea kwa wingi wa Waislamu watakokuwa pale, tukiomba kwa kumlilia Mwenyezi Mungu, kila mmoja akiitika dua amin, inaweza kuwa na impact positif ya kuweza kuleta mabadiliko katika hali hayo. Hatuwezi kudutia na uwezo wa Mwenyezi Mungu, wakati anataka kwa namna anataka, kwa siku anataka, anakuwa na uwezo wa kufanya yenye anataka. Kwa hiyo tulialika pia wenzetu madini zingine, wenzetu katika serikali, wasimamizi mbalimbali waweze kuparticipate na sisi pamoja, ili tuweze kuombea nchi yetu. Kwa sababu hiyo ni mchango wetu sisi wanadini kwa kusaidia serikali kwa maombi. Kwa sababu Mungu pia ana jeshi lake la malaika ambao kwamba huwa wanapigania pia watu au wanapigania nchi bila kuweza kujua. Kama sisi concern invité watakuwa wengi, bila shaka watakokuwa pale, tutashukuru nao pamoja, tutafurahi nao pamoja, tutafurahika na wao pamoja. Na siku ya Waislamu iko siku ya kufurahi, siku ya kula na kunywa na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zile siku 30 tumemshukuru na kufanya tauba kwa Mwenyezi Mungu. Pour cette raison, Waislamu wakuwe na quiétude, wakuwe na amani na kimya, watoke kwa salama na warudi kwa salama, na kila mmoja abakie katika kufurahika kwenye atataka. Na huku tunachunga mipaka ya nchi na tunachunga mipaka ya Mungu kwanza na mipaka ya nchi. Tukipata kuna sehemu katika dunia mwezi liandamwa, pale tutaweza kutangazia watu, tutafungua dimanche, manake kesho. Si jamais baada ya 18h30 hapa 19h hakuna information yenye inaonyesha kama mwezi liandama, dans ce cas tutakamilisha siku 30. Dans ce cas Idi itakuwa lundi. Kama nilivyosema,
tutaanzia kupokea watu pale kwenye kiwanja chetu kuanzia 6h mpaka pale itakapofika 8h. Hapo yule msimamizi mwenye atakuwa wa kusalisha siku ile atapita kuweza kusalisha, na ule wa kufanya hutuba atafanya hutuba, na kisha pale tuto plus itakamata kitu ya 45 minutes, kisha tutamaliza na kuweza kufurahika kama inavyokuwa kawaida. Hatuwezi kusema tukose kusali. Dans ce cas watajiorganize katika misikiti kama ilivyotangazwa. Misikiti wa ville, misikiti wa cité itatumika katika hali kama hiyo. Na kama wale wenyewe wako mbali zaidi hawatapata namna kufanya, kama wenyewe wako shari, antuko wanaanza kujiorganize, kama wenyewe wako hoho, wanaanza kujiorganize si niveau akaswali na mambo yanakuwa sawa sawa. C'est de cette manière là nilikuwa natafuta tuwafahamishe ili muweze kukua na information ambayo kwamba ni ya uhakika kutoka ukubwani ya communauté islamique hapa katika province yetu ya Ituri. Mimi ndio nawashukuruni sana, lakini pia msisahau kuweza kupeleka zakati alfitri yenu. Zakati alfitri ni ile sadaka ambayo kwamba inashindikizaga karem saum. Kwa hiyo wenyewe hawakupata kuweza kutoka kwa mosque, wanaendaga nayo mpaka kunivaa kiwanja, na kutakuwa service ambayo kwamba itapermettre watu kuweza kurecuperer hayo na kugawia maskini kama kawaida. Donc n'oublie pas, hiyo pia ni muhimu kwa kuweza kuwatangazia. Basi Allah ajalie salama na amani na rehema na utukufu, kimya na kuleta amani katika nchi yetu, kwa sababu yeye akitaka kitu anasema kun fayakun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.